بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Shukrani zote kamilifu za mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, tunachukua fursa hii ya kuendelea kukumbushana na kitabu chetu Mtume alayhi salatu wassalam ndani ya Ramadhani. Na leo tupo kwenye kikao cha 3, hadithi ya Zaid ibn Thabit, Allah amridhie, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam اتخذ حجرة أو قال حسبت أنه قال في حصير من حصير في رمضان, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya mwezi wa Ramadhani ametengeneza sehemu ndani ya msikiti kama vile kachumba, yani kana kwamba vile Mtume katengeneza chumba ndani ya msikiti, chumba ambacho kimetengenezwa kupitia mikeka, jamvi. Akawa ametengeneza msikitini sehemu fulani ndani ya mwezi wa Ramadhani kwenye Masjid an-Nabawi. Fasalla fiha layaliya, akasali kwenye chumba hicho sala zake za usiku, qiyamul layli, ambayo leo tunaita tarawih. Fasalla bisalatihi nasu min ashabihi, pakawa watu miongoni mwa masahaba zake ambao wamekuja pale nao wakasali, wakamfuata Mtume alivyokuwa anasali, nao wakaja nyuma yake wakasali naye. Falamma alima bihim ja'ala yaq'ud, pindi Mtume alipoona ile hali masahaba jinsi wanavyominika kuja kwa wingi kusali, basi akawa ameacha, hakuja tena. Siku iliyofuatia fakharaja ilayhim faqala, akawatokea na kuambia, qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum, nimeelewa yale ambayo niliyoyaona nyinyi mkiyafanya. Bimaana yale mlioyafanya kujumuika kwa wingi, nimehofia isiji ikafaradhisha Ramadhani ikaja kuwa wajibu, ndio maana sikuweza kutokea. Na hapa hiki kisomo chetu cha leo ambacho kinazungumzia qiyamuhu sallallahu alayhi wasallam li Ramadhana, kisimamo cha Mtume kwa ajili ya Ramadhani, yani kusali tarawih, kusali qiyamul layli kwa ajili ya Ramadhani. Neno qiyamu linachukua maana ya kukesha usiku wote mzima, sawa iwe ni kwa ibada ya sala au iwe ni kwa ibada ya kuisoma Qur'ani au zingine ibada za khairu utakazozifanya kunako usiku huu. Hii ndio hadithi ambayo tuko nayo, amepokea Imam al-Bukhari. Kwa ndani ya hadithi hii au darasa letu hili leo kuna vitu muhimu ambavyo Muislamu inabidi ajitamu navyo. 1. Ihtamma biqiyami Ramadhana waliyakun qiyamuka imanan bimashru'iyyati sunniyah, ay sunniyati qiyami Ramadhana. Kwanza wewe mwanadamu jihitamu na kufanya ibada, kusimama kwa kusali tarawih, na ujalie tarawih yako hiyo iwe ni kwa imani, kuamini kwamba hii ibada ni moja katika sheria ambazo tumewekewa ndani ya Ramadhani.
wa an tahtasiba al-ajra wath-thawaba 'inda Allahi fi qiyamihi. Wakati wa kusali kwako tafuta malipo kwa Allah, tafuta ujira na thawabu kwa Allah. Na haya ni kutokana na hadithi ya Abu Huraira al-Amridhi aliposema kwamba Mtume alayhi salatu wassalamu kasema, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yote atakayesimama kuisali tarawih, yani kusali sala ya Ramadhani kwa imani, huku akiamini kwa usheria wa hiyo ibada, wa ihtisaban, na akitarajia malipo, ujira, thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Hadithi imepokea Imam al-Bukhari. Kwa hiyo mwanadamu jihitam na ibada hii ndani ya Ramadhani, tarawih, jihitam nayo. Jambo la pili, wa'lam anna qiyam al-layli fi Ramadhana laysa wajiba. Jua kwamba vile kuisali sala ya usiku kunako mwezi wa Ramadhani sio wajibu, wa inama huwa sunna fakat, bali ni sunna. Wa fihi fadlun adhimun jidda, ni sunna, lakini kisimamo chako hicho ambacho unachokisimama, elewa ya kwamba kuna fadhila nyingi, fadhila kubwa sana. Haya pia ni kwa hiyo hadithi ya Abu Huraira ambayo tuliyoitanguliza. Abu Huraira aliposema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwapendezeshea watu, akiwapendekezea watu na kuwahimiza kusali qiyamu za Ramadhani pasina kuwalazimisha, kuwawekea mkazo. Na kama kitu tulivyosema kwenye hadithi iliyotangulia kwamba ambaye atakayesali sala hiyo basi ana malipo, anasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Mtume alayhi salatu wasalam alifariki hali ipo hivyo, watu wanahimizana kufanya ibada hizo. Kadhalika wakati wa uongozi wa Abu Bakar watu wameendelea hivyo, wanahimizwa huku wakisali kipekee. Na wakati wa Umar mwanzo wake ilikuwa ni hivyo kama gisa alivyopokea Imam Muslim. Kisha baadaye ndipo Umar akarudia tena kuwajumuisha masjidi wasali kitu kimoja. Leo anakuja mtu anakuambia kusali tarawih msikitini ni bid'a, haikusaliwa wakati wa Mtume. Hili ni tatizo pia. Ukisema ni bid'a, haikusaliwa wakati wa Mtume, unasahau kwamba vile Mtume amesalisha tarawih msikitini siku 3 au siku 4. Ni bid'a ipi na ile hali Mtume ndiye ambaye alianzisha hicho kitu kukifanya ndani ya msikiti? Ama jambo la tatu, idha sallaita ma'al imami fala tansarifa, ukisali na imamu usiondoki hata yansarifa al-imamu, hadi pale atakapomaliza imamu yeye. Kupitia hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari al-Amri kasema, inna ar-rajula idha salla ma'a al-imami, hakika mtu yoyote atakayesali pamoja na imamu hata yansarifa, hadi yule imamu atakapomaliza, husiba lahu qiyamu laylatin, mtu huyu ambaye aliyesali pamoja na imamu anaandikiwa kwamba kasimama usiku mzima. Hadithi imepokea Abu Daudi na Tirmidhi na Nasai, na Imamu Tirmidhi akaisahihisha hadithi hiyo. Na hii ni dalili tosha ya kuonesha kwamba vile swala ya tarawehe kusaliwa jamaa ni bora zaidi kuliko kusali mtu mmoja, kwa sababu mnapoisali jamaa malipo yanakuwa ni mengi zaidi kuliko kusali peke yako. Ukisali pamoja na imamu hadi mkamaliza pamoja, unaandikiwa ujira wa qiyamul layl, unaandikiwa kwamba umesali usiku mzima, umefanya ibada usiku mzima, umeudiriki usiku wote. Jambo la 4, idha sallaita ma'al imami fastamirra ma'ahu hatta law zada ala 11 rak'a, utakapokuwa umeenda msikitini kusali tarawih, huo msikiti uko pamoja na imamu, basi endelea kusali na imamu hata kama imamu atasali zaidi ya raka 11, hamna shida, wewe endelea kusali naye. Haya masala ambayo yako na miono tofauti
Kuna baadhi wanazuoni wanaona kwamba vile kwenye sala ya tarawih haizidi kuzidisha raka 11. Wengine wanaona kwamba vile inazidi, na hii ndio iko dhahiri kwamba ina nguvu kiasi fulani ya kuwa inajuzu kusali tarawih zaidi ya raka 11. Unaweza kusali tarawih raka 11, waweza sali raka 21, waweza sali raka 23, waweza sali raka 33, waweza sali raka 43, 41. Al-amru wasi'. Anasema Sheikh li'annahu laysa liqiyami al-layli 'adadun mu'ayyanun muhaddad. Kwa sababu qiyamul layli, visimamo vya usiku, havina idadi maalumu iliyopangiwa na sheria. وابحث عن الإمام الذي يكون عالما فقيها فيطبق الصلاة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Tafuta mahala ambapo imamu wa msikiti huo ni msomi, faqihan. Pili ni faqihi, anajua masaili ya ibada. Leo kuna mtu ambaye mujarrad hifdh al-Qur'an, yani kuhifadhi kwake tu Qur'an, anaona kwamba kisha maliza kila kitu. Na ilhali mtu unaweza kuwa umehifadhi Qur'an lakini ukawa hujui ahkamu sala, kawa shida lingine. Kumbe tafuta imamu, usali kwa imamu ambaye anafahamu ilmu ya sala, fiqhu imo, ili ajitahidi basi kukusogezea, kukusalisha kama jinsi sala ilivyokuja katika mafunzo ya Mtume alayhi salatu wasallam. Wa idha kana hasana sauti, na ikiwa imamu huwa na sauti nzuri, fatakhsha fi salatika khalfahu fasalli wara'ahu, ikakupelekea wewe kusali nyuma ya imamu wa sauti nzuri, itakupelekea kuwa na unyenyekevu ndani ya sala yako, basi sali nyuma ya imamu ambaye ana sauti nzuri. Imamu anakusomea hata huisi kwamba uko unachoka. Hadithi ya Jabir, au kwa ushahidi wa hadithi ya Jabir al-Amridhi, kasema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kasema, inna min ahsani nnasi sauta bilqur'ani, inna min ahsani nnasi sautan bilqur'ani alladhi idha sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah. Ibn Majah. Hadithi hii kwamba hakika miongoni mwa watu, au yule ambaye ni mwenye sauti nzuri ya Qur'ani, ambaye atakuwa ni mwenye sauti nzuri ya kuisoma Qur'ani, yule ambaye anapoisoma Qur'ani, au mtakapomsikia dha sami'tumuhu yaqra'u, mnapomsikia huku akisoma, hasibtumuhu yakhsha Allah, mnamzania kwamba huyu mtu anamuogopa Allah, huyu mtu ni mcha Mungu, huyu mtu ni mnyenyekevu. Hivyo yani, hii hadithi imepokea Imam Ibn Majah. Imam Ibn Kathir rahimahullah kwenye kitabu chake Fadailul Qur'ani, ukurasa wa 195, ameleta hii hadithi alafu akaidhofisha, akasema kwamba kwenye wapokezi wake kuna mtu ambaye anaitwa Abdullah ibn Ja'far, pamoja pia na mwingine anaitwa Ibrahim ibn Ismail. Hawa watu wawili ni madhaifu, na ndio sababu ya hii hadithi kuwa dhaifu. Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini katika tahqiqi yake ya kitabu hiki cha Fadailul Qur'an akatajwa alioipokea, kisha mwisho akamalizia akasema, wasawabu annahu dhaifun jidda, kauli ya haki ni kwamba hii hadithi ni dhaifu sana. Pia miongoni mwa waliodhoofisha ni Imamu al-Busiri kwenye kitabu Az-Zawaid
mjeledi wa kwanza ukurasa 436. Kadhalika al-Imamu al-Iraqi kwenye kitabu chake cha takhriju cha hadithi za Ihya Ulumuddin, mjeledi wa kwanza ukurasa wa 246. Kwa hiyo hadithi haijathibiti, hiyo hadithi si sahihi. Lakini maadhalika zipo zingine dalili za kuonesha uzuri na pendekezo la mtu kuisoma Qur'ani kwa sauti iliyokuwa nzuri. Ni jambo jema kuisoma Qur'ani kwa sauti iliyokuwa nzuri. Bali mtume alikuwa anapenda kuwasikiliza maswahaba zake ambao walikuwa wakisoma Qur'ani vizuri. Kwa hiyo dalili zipo nyingi za kusoma Qur'ani kwa sauti iliyokuwa nzuri, na laiti mtunzi wetu wa kitabu angistadili na dalili zilizokuwa sahihi kuliko kustadili na hadithi ambazo ni dhaifu. Lakini labda kwa kumzania khairi, huenda yeye ameona kwamba ni sahihi, kwa sababu wapo wanazuoni waliona kwamba hii hadithi ni sahihi, akiwemo Sheikhuna al-Allama al-Albani rahimahullah kwenye Sahihul Jami'. Allah amrehemu kwa alipo. Ama jambo la tano, mtu takapoiswali tarawih fa ahsin fi salatika, ipendezeshe sala yako, sali sala yako vyema kana kwamba ndio sala ya mwisho. Wa atil, na wisali sala yako iwe ndefu, hapana dakika moja tarawih imemalizika, la, iwe ndefu kidogo. Au salli khalfa al-imam alladhi yuhsinu as-salata wa yutiluha, au sali nyuma ya imamu ambaye anaipendezesha sala, anasalisha sala ipasavyo na anairepeza sala, anaifanya kuwa ndefu. Isiwi ndefu sana wala isiwi fupi sana, iwe wasat, kati. Kwa hadithi ya Abi Salama ibn Abdurrahman kwamba amemuuliza Aisha radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi Ramadhan, faqalat, vipi ilivyokuwa sala ya mtume ndani ya Ramadhani. Aisha akasema, ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazidu fi Ramadhan ala 11 ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa hazidishi rakaa 11 ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani. Bimaana kwenye Ramadhani na hata sala za kawaida alikuwa hasali zaidi ya rakaa 11. Na hapa ndipo tunahimiza watu tukiwaambia kusali rakaa 11 ni bora zaidi. Kusali rakaa 11 ni bora zaidi. Ama kusali zaidi ya rakaa 11 hakuna makosa, lakini bora zaidi ni 11, kwa sababu mtume mwenyewe alayhi salatu wasalam kaishia 11. Khilafan au tofauti na ule mtazamo wa wale ambao wanaona kwamba ni bid'a kuzidisha rakaa 11, la, si bid'a. Yusalli 4 fala tasal an husnihinna wa tulihinna, kwamba mtume alayhi salatu wasallam kwamba kisali rakaa 4 huwezi ukaulizia uzuri wazo na urefu wa hizo rakaa 4. Thumma yusalli 4 fala tasal an husnihinna wa tulihinna, kisha anasali 4 tena zingine, usiulizie kuna uzuri wazo wala urefu wazo. Yani anaonesha rakaa za mtume alivyokuwa kisali zilikuwa ni nzuri gisa alivyokuwa nazisali. Mtu anasali mpaka kabla sala yake kabisa misali vyema, na ilikuwa ni ndefu, bimaana haikuwa ndefu ya kuvuka mipaka wala haikuwa ndogo, yani fupi ya kuzidisha mipaka, la wasat. Thumma yusalli 3 qalat Aisha, kisha baadaye anasali rakaa 3 zinakuwa ngapi? 11. Aisha anasema, faqultu ya Rasulullah, nikamwambia mtume wa Allah, atanamu qabla an tutira? Faqala, hivi unalala kabla hujasali witri? Unalala kabla hujasali witri? Mtume kisha sali witri huku 3,
lakini Aisha anamzoea mtume kusali huku mwisho mara nyingi alikuwa anamalizia na witri. Mtume alayhi salatu wasallam akasema, ya Aisha, inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi, hakika macho yangu mawili yanalala, unaniona unanitazama unaona nimelala, lakini moyo wangu upo macho, moyo wangu haulali. Rawahu Shaykhani, ay rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pia hadithi ya Jabir Allah amridhie kasema, Mtume alayhi salatu wasallam ameulizwa, ayu salati afdal, ni ipi sala iliyokuwa bora? Mtume alayhi salatu wasallam akasema, tulul qunuti ay tulul qiyam. Rawahu Muslim. Mtume ameulizwa ni ipi sala iliyokuwa bora, akasema tulul qunuti, ni ile sala ambayo ina kisimamo kirefu. Bimaana sala ambayo sio ya kuripua kama jinsi wanavyosema zamani wako wakisema 5 speed, la, ni sala ambayo inakuwa ni ndefu. Al-qunut kwenye hapa maana yake kisimamo cha ndani ya sala, sio kunuti ya maana ya dua. Jambo la sita, idha sallaita tarawih ma al-imam fa atala hatta qaruba al-fajr fala takun min ahli al-malal. Ikiwa kwamba utasali na imam tarawih, imamu akarepeza sala ikawa ndefu mpaka ukakutana mikurubia kufika alfajiri, basi usi miongoni mwa watu wenye uchovu na kuingiwa na uvivu na uzembe na upuuzi. Hapo anakusudia kwa wale ambao labda wamesogelea tarawih yao wakaiweka usiku wa mwisho hivyo. Walakin istamirra ma al-imam fi salati, endelea kusali na imam, kuna malipo, kuna fadila. Sikiliza hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari akisema, sumna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Ramadhan, tumeswaumu pamoja na mtume alayhi salatu wasallam Ramadhan. Falam yaqum bina shay'an min ash-shahr, hakuna siku hata moja mtume amesimama kutusalisha, hakutusalisha siku hata moja. Hatta baqiya 7, mpaka palipobakia siku 7, bimaana inakuwa ni tariki 23 ya Ramadhani. Faqama bina hatta dhahaba thuluthu al-layli, akasimama kutusalisha, tumesali mwanzo wa usiku, tumesali mpaka palipobaki sehemu ya mwisho ya usiku. Falamma kanat as-sadisatu lam yaqum bina, ilipokuwa panabaki siku 6, bimaana inakuwa ni siku ya 24, hakuchomoza tena kutusalisha. Falamma kanat al-khamisa, pindi ilipokuwa sasa ni tariki 25, qama bina hatta dhahaba shatru al-layli, ametusalisha mpaka nusu ya usiku ikaondoka. Faqultu ya Rasulullah, law naffaltana qiyama hadhihi al-laylati, ewe mtume wa Allah, lau ungilitusalisha sura hii tukamalizia usiku wote huu, yani tuendelee kusali usiku huu tuumalize tuko tunasali. Akasema mtume alayhi salatu wasalam, inna ar-rajula idha salla ma'a al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul layla, hakika mtu ambaye atakayesali pamoja na imamu hadi akaondoka imamu, mtu huyo anahesabiliwa kusali usiku mzima. Bimaana huyu sahaba walimuomba mtume alayhi salatu wasalam aendelee kuwasalisha hadi usiku wote umalize. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, maadamu mmesali pamoja na imam tukamaliza hii sala yetu ya sunna, basi mnaandikiwa usiku mzima. Qala, akasema mpokezi, falamma kanat ar-rabi'atu, ilipofika sasa tariki 26, lam yaqum, hakusimama kusali. Falamma kanat ath-thalithatu, ilipofika 27, tariki 27, jamaa ahlahu wa nisaahu wa nasa, alikusanya wake zake. Sawa, alikusanya familia yake, akawakusanya wake zake, akawakusanya watu wengine. Faqama bina, akatusalisha mtume, hata khashina an yafutana al-falah, hadi tukawa na hofu kwamba daku itatupita, muda wa daku utamalizika hatujala. Qala, mpokezi wa hadithi akasema, qultu, nikasema, ambaye anasema ni Abu Dharr al-Ghifari, wama al-falah, yule mpokezi wa hadithi ambaye anayesimulia hadithi akawa ameuliza, wama al-falah, hili neno al-falah maana yake nini? Akasema, as-suhuru, ni daku, thumma lam yaqum baqiyata shahr, kisha
mtume hakuja tena kutusalisha. Hii hadithi tunachukua nafasi ambazo mtume alivyosalisha alikuwa na wakawiza. Kwa hiyo asili ya sala ya usiku ni kukawia, ndo asili. Ama jambo la saba, al-afdal fi qiyam al-layl an yakuna rak'atayn, lililokuwa bora katika sala za usiku iwe tarawih, iwe ni tahajjud. Tarawih ni sala ambayo inasaliwa mwanzo baada ya isha, mwanzo wa usiku. Ama tahajjud ni ile ambayo inasaliwa mwisho wa usiku. Wengine wanazuoni wakasema tahajjud ni mtu anakuwa milala kisha anaamka ndo anasali. Ibada utakayoifanya baada ya kuamka ndo inaitwa tahajjud. Ama tarawih ni inapatikana mwanzo wa usiku. Hivyo ile tunasemaga qiyamul layli. Qiyamul layli, tarawih inaingia kwenye qiyamul layli, tahajjud inaingia kwenye qiyamul layli. Basi ni kutaka kutofautisha. Na wala hakuna ubaya mtu kama misali tarawih kisha na baadaye tena usiku labda lile 10 la mwisho kama gisi watu wanavyofanya. Mtu anasali tarawih kisha usiku tena anaamka kusali tahajjud. La basi, hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo ni bora sala za usiku ni raka 2. Waqtim qiyam al-layli bil witr. Na uhakikishe sala zako za usiku umalizie na witr. Kwa hadithi ibn Umar kwamba jamaa mmoja kamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako sala ya usiku. Mtume akasema salatul layli mathna, sala ya usiku ni raka 2. Fa idha khashiya ahadukum as-subha, ikiwa mmoja wenu atakhofia naona alfajiri asubuhi nataka kuchomoza, salla rak'atan wahidatan yutiru lahu ma qad salla, basi asali raka moja ya kufunga mlango wa zile sala alizozisali. Sali raka moja ya kumalizia ya kufunga. Rawahu Shaykhan biwana Bukhari wa Muslim. Kwa nyingine hadithi Mtume alayhi salatu wasalam anasema ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, jalieni sala yenu ya mwisho ya usiku iwe ni witr. Rawahu Shaykhan ay Bukhari wa Muslim. Hii ndio ilikuwa darasa letu la leo. Watu tujihimize na ibada hizi, tarawih, ibada za usiku, ibada tofauti, kusoma Qur'ani, ukiamka usiku ule wakati wa daku fanya istighfar, wa bil ashari hum yastaghfiruna, waja wema ni wale ambao ule wakati wa daku wanakaa kwa wanafanya istighfar. Kwa hiyo tujisogeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.